Wataalamu wa saikolojia ya watoto wanahimiza wazazi kuzungumza na watoto wao, kuwapa nafasi ya kueleza wanachojua na wanachohisi na kusahihisha taarifa zisizo sahihi bila kuwapa maelezo ya kina yanayoweza kuongezea hofu. Rebecca Smith, mkuu wa ulinzi wa watoto wa shirika la Save the Children, anasema wakati mwingine watu wazima hudhani kuwa wakiepuka kuzungumzia mambo magumu, watoto hawatayagundua. Lakini ukweli ni kwamba watoto huona na kusikia mengi. Anasema kukwepa mazungumzo kuhusu vita kunaweza kuwafanya watoto wajisikie wapweke, kupotea na kuogopa. Wataalamu wanashauri kuanza kwa kuuliza mtoto anajua nini kuhusu kinachoendelea, iwe Ukraine, Gaza, Iran, Israel, Sudan au maeneo mengine. Wengine wanaweza kujua zaidi kuliko wazazi wanavyofikiria, lakini wananyamaza kwa sababu ya hofu. Kwa baadhi ya watoto, hasa wanaoishi katika maeneo ya vita, kuona makombora au milipuko angani inaweza kuwa jambo jipya na la kutisha. Matukio kama hayo yanaweza kuvuruga hisia ya usalama ambayo mtoto na familia yake walikuwa nayo hapo awali. Wataalamu pia wanakumbusha kuwa watu wazima wanapaswa kujitunza kiakili ili waweze kuwasaidia watoto. Ikiwa mtoto hataki kuzungumza, wazazi wanashauriwa kuwa wavumilivu na kumhakikishia mtoto kuwa watakuwepo katika wakati atakapokuwa tayari. Wanasaikolojia pia wanashauri mazungumzo yaendane na umri wa mtoto. Watoto wadogo wanahitaji maelezo mafupi na rahisi kuhusu vita bila kuingia katika maelezo ya kutisha. Watoto wakubwa wanaweza kuelewa zaidi kuhusu athari za vita, hivyo wanaweza kuwa na maswali mengi na wasiwasi zaidi. Wataalamu wanashauri wazazi kuelekeza mazungumzo kwenye mambo ambayo familia inaweza kudhibiti, kama kusaidia juhudi za kibinadamu, kutafuta taarifa sahihi na kuepuka kusambaza habari zisizo za kweli. Pia wazazi wanashauriwa kupunguza muda ambao watoto wanatazama habari au picha za vita. Kadri mtoto anavyokuwa mdogo ndivyo anavyohitaji kulindwa zaidi dhidi ya maudhui ya kutisha. Baadhi ya mashirika yanashauri kuzima habari kabisa wakati watoto wapo karibu. Wengine wanashauri kutumia fursa hiyo kuwafundisha watoto umuhimu wa habari sahihi na jinsi ya kutambua taarifa za uongo. Shirika la Save the Children linashauri wazazi kuwa mfano wa matumizi salama ya mtandao, kutoa ruhusu watoto kusambaza picha au taarifa za kutisha na kuwafundisha kufikiria kabla ya kushiriki chochote mtandaoni. Shirika la kuwahudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linakumbusha wazazi kuwa ni sawa kutokujua majibu yote. Kilicho muhimu zaidi ni mtoto kujua kwamba hayuko peke yake na kwamba kuna watu wazima wanaomjali na wako tayari kumsaidia kuelewa kinachoendelea.